Baada ya klabu ya Young Africans kuweza kuachana na mshambuliaji kinara Prince Dube, raia wa Zimbabwe, sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu hiyo ipo sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine mwenye ubora mkubwa, mshambuliaji mwingine ambaye ana uwezo mzuri kama vile ambavyo alikuwa nao Prince Dube kwa misimu mitatu ambayo aliitumikia Young Africans kabla ya kuondoka katika kikosi hiko mara baada ya msimu huu kutamatika moja kwa moja. Sasa tunafahamu kwamba Young Africans hivi sasa kuna ujio wa mwalimu mpya kwa maana ya Mangcoba Mngxiti, mwalimu ambaye amekuja kuchukua nafasi ya ukocha mkuu kwenye klabu ya Young Africans. Kuna baadhi ya wachezaji ambao amewapendekeza akiwemo mshambuliaji kinara kutokea katika klabu ya Stellenbosch. Huyu si mwingine ni Lengile Firi mwenye umri wa miaka 21, mshambuliaji kinda huyu ambaye kwa msimu uliopita alikuwa katika kikosi cha Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini. Lengile Firi ni mshambuliaji ambaye bado ana umri mdogo kama nilivyokuambia mtazamaji, miaka 21 ni umri ambao katika football tunamterms mchezaji kwamba ndio umri ambao inabidi awe katika fomu yake ya hali ya juu, au awe katika fomu ambayo ndio kilele cha ubora wake, yani yupo katika fomu ambayo kila mmoja akimwona anasema ndio huyu ni mchezaji kweli kweli. Na kwa Lengile Firi ni mshambuliaji ambaye uzoefu huo ameshakuwa nao katika mashindano kadhaa ambayo ameshawahi kushiriki, ikiwemo mashindano ya kombe la dunia kwenye umri wa chini ya miaka 20 akiwa na kikosi cha timu taifa ya Afrika Kusini. Ni sehemu ya mashindano ambayo yamemuongezea uzoefu, na baadhi ya vyombo vya habari nchini Afrika Kusini vimeshaanza kuripoti habari zake juu ya kutakiwa na klabu ya Young Africans ya nchini Tanzania, ikiwa ni sehemu ya ushawishi wa kocha mpya ya Young Africans kwa maana ya Mangcoba Mngxiti. Na tukumbuke kwamba huyu Lengile Firi ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kikosi cha Stellenbosch kwa msimu uliopita alikuwa ana msimu bora. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao walikuwa wana kiwango bora, the way ambavyo alikuwa ana perform kwenye mashindano. Na tukumbuke kwamba katika msimu uliopita Stellenbosch ilikuwa ni timu ambayo inaunda katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ndiko huko ambako bora wake wa Lengile Firi uliweza kuonekana swadakta. Kama nilivyokuambia, baadhi ya vyombo vikubwa vya habari nchini Afrika Kusini ikiwemo chombo cha habari cha ID's Time miongoni mwa chombo ambacho kimesha ripoti kwamba tayari kuna taarifa ambazo zinamhusisha bwana mdogo huyu Lengile Firi kwamba Young Africans wapo katika mazungumzo naye ya kupata saini yake kuelekea msimu ujao. Lakini pia baadhi ya wanahabari nguri pale nchini Afrika Kusini wameshaanza kuripoti katika mwendelezo wa tukio hilo moja kwa moja, akiwemo mwandishi nguli wa pale nchini Afrika Kusini Ansibet, tayari na yeye pia ameandika katika hilo eneo kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao kocha Mangcoba Mngxiti anawahitaji katika kikosi cha Young Africans. Kwa safari hii kwenye kikosi cha Young Africans washambuliaji ambao wamesalia ni wawili tu, kwa maana ya bwana mdogo Emmanuel Mwanengo sambamba na Aurelien Dison Maria Depo, ambao hawa mpaka hivi sasa bado hatujafahamu hatima yao ni ipi, licha ya kwamba Young Africans kuna baadhi ya washambuliaji ambao wengine wakizawa wanaotajwa kwamba huenda wakajiunga na Young Africans, akiwemo bwana mdogo Hussein Mihambo kutokea kwenye kikosi cha Mashujaa Football Club. Kwa hiyo Lengile Firi ni miongoni mwa majina ambayo yameshaanza kutajwa kuelekea katika kikosi cha Young Africans kwa msimu ujao, na hii ni moja kwa moja kutokea vyanzo vya kuaminika nchini Afrika ya Kusini. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe mtazamaji wetu ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo, ambapo tumeangazia juu ya usajili katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Young Africans. Hadi wakati mwingine, nikutakie tu siku njema.